Bwana Yesu asifiwe watoto. Nataka kuomba. Sawa sawa? Tunapoomba tunaweka mikono yetu pamoja na tunanyosha vichwa vyetu na tunafumba macho. Naomba wazazi tuelekeze mikono yetu kwa watoto tunapoombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru asubuhi ya leo kwa baraka ya watoto hawa. Nasema kwamba watoto ni urithi kutoka kwako. Hivyo Mungu aliye juu mbinguni, tunakabidhi mikononi mwako urithi huu ambao umetujalia kama wana SK kwa Punda. Katupatie neema kuendelea kutunza, katujalie neema kuendelea kuwakuza katika misingi ya kulijua neno lako, na zaidi ya yote wakadumu kukujua na kukuogopa wewe. Kila neno lenye manufaa na mafundisho kupitia neno lako liswahi toka katika akili na mioyo yao. Acha Mungu likaweze kupandwa katika mchanga ulio bora, katika misingi iliyo dhabiti, ambao hata mvua na pepo na mawimbi zitapovuma, kama neno hilo haliwezondoka kinywani mwao. Hivyo Mungu kawafinike kwa damu yako Yesu Kristo, ukawalinda, ukahifadhi watoto hawa Mfalme, kapata kuwabariki na kila uhitaji wanaohitaji kutoka kwako Mfalme. Wanahitaji ulinzi, Mungu wa rehema. Wanahitaji siku zote kuwa na afya njema. Wanahitaji Mfalme kuendelea kukua katika hekima, kimo na maarifa kama mwana wako Yesu Kristo, wakipendeza we Mungu pamoja na wanadamu. Hivyo kwa ajili ya kila uhitaji wanayo Bwana Mungu wa rehema, tunakuomba usikose ukaweze kupata katika hali yao ya maisha. Mungu kaendelee kuachilia jawabu hasa kwa wazazi na walezi wao, kwa sababu ya kukidhi mahitaji yao. Wanahitaji kusoma, kula, kunywa, hata na kuvaa. Mungu wa rehema, wanahitaji hata malazi. Hivyo Mungu wa mbinguni, kupitia kwa watoto hao, kwa wazazi wao, enda Bwana ukajitukuze kwa ajili ya kuwapa mahitaji yao, ili kwamba hata mmoja asikose uhitaji unaofaa katika maisha yao. Asante maana Bwana utabariki wazazi wao wanapojishughulisha na kazi za mikono. Hivyo Mungu, kote wanapoenda na kurudi, Mungu wa mbinguni ukapate kuajalia siku zote kufanikiwa, ni kwa sababu Bwana mahitaji ya watoto. Asante Mungu wa rehema. Kuna wengine wako katikati yetu na wazazi wao hawaji mahali hapa. Endelea Bwana kuwabariki, wakaendelea kuwa kielelezo na wakafanye mvuto katika jamii yao na kuelekeza wazazi wao kuja hekaluni pako. Pokea sifa na utukufu, Mungu wa upendo. Hivyo Bwana tunakuomba atakao wale Bwana tamani baraka za watoto, enda ukapate kuwakumbuka. Fungua baraka za uzao wa tumbo, fungua viuno, Mfalme wa mbinguni, watoto wakaweza kuzaliwa katika jamii, ili familia zikapate amani. Waliokie tanaleba wakati na masaa haya ukawapiganie, wakaweza kutoka salama na uzima na uhai kae sehemu yao. Mungu wa Israeli, nakataa vifo vya uchangani vya watoto, nakataa vifo vya wazazi wanapojifungua katika jina la Yesu Kristo. Nenda Bwana ukapiganie uhai na uzima wa mama na mtoto aliyeko theater na leba dakika na masaa haya, wakatoke salama sami. Pokea utukufu kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Watoto hawa hata mmoja wao asipotee kamwe. Ikiwa ni Jumapili ya mwisho wa mwaka huu, watakuonekane na geuzi na mabadiliko ya kipekee katika maisha ya watoto hawa, maana mawazo unayowazia ni mema. Hivyo Bwana, wafinike kwa damu yako Yesu Kristo, na wadumu kwa salama mikononi mwako. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Watoto na malaika, watoto na malaika, shangili Njoni malaika, watoto na malaika. Wamama waje wamtukuze Bwana. Kina mama wale mtafuteni huyu Bwana, kina mama wale
tuje mbele tumtukuze Bwana. Kututakasa
apate sifa. Wanaandika yote, mkuje mbele mumtukuze Mungu. Hakuna hiyo. Mkuje. Kwani nataka kwa baba na mama. Mkuje. Zimetosha. Hakuna. Imeisha. Amondoka. Wewe ni mwanabibi inuka.
Praise, tupate sifa. Bwana Yesu asifiwe. Basi amkeni tumtukuze Mungu. Amkeni tumtukuze Mungu. Ni wengi wametarajia kuona siku ya leo. Wengine ni wagonjwa, wengine wako manyumbani mwao. Kwa hivyo wewe uliopata nafasi ya kufika mahali hapa, basi amka tumsifu Mungu. Pigie Yesu makofi jamani. Hapa tumefika Baba, ni nguvu zako, ndipo tunasema wewe ni Ebeneza. Hapa tumefika Baba, ni nguvu zako, ndipo tunasema wewe ni Ebeneza. Hapa tumefika Baba, ni nguvu zako, ndipo tunasema wewe ni Ebeneza. Hapa tumefika Baba, ni nguvu zako, ndipo tunasema wewe ni Ebeneza. Mbali tumefika Baba, ni nguvu zako, ndipo tunasema wewe ni Ebeneza. Hapa tumefika Baba, ni nguvu zako, ndipo tunasema wewe ni Ebeneza. Umetupa Baba, ni nguvu zako, ndipo tunasema wewe ni Ebeneza. Hapa tumefika Baba, ni nguvu zako, ndipo tunasema wewe ni Ebeneza. Uzima umetupa Baba, ni nguvu zako, ndipo tunasema wewe ni Ebeneza. Hapa tumefika Baba, ni nguvu zako, ndipo tunasema wewe ni Ebeneza. Wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, Baba, ni nguvu zako, ndipo tunasema wewe ni Ebeneza. Baba ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, Baba, ni nguvu zako, ndipo tunasema wewe ni Ebeneza. Ninayo sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. Ninayo sababu ya Kumtukuza Bwana maishani mwangu. Ninayo sababu ya kumtukuza Bwana maishani
tumtukuze sababu yu mwema. Tukuze Yesu, tukuze. Tukuze Yesu, tukuze kwa kuwa yu mwema. Inua Bwana, inua Bwana, daima inua Bwana. Thank
kinywa chako, mwambie Bwana ni asante. Kwa hakika Bwana, wewe ni uhai wangu, wewe ni uzima wangu, wewe ni afya yangu. Mwambie Bwana mpendwa, ametupenda, ametuchagua, ametukirimia neema ya kipekee ya kuanza kuona Jumapili ya mwisho wa mwaka huu. Sisi ni kina nani wapendwa? Ni kwa neema ya Bwana, ni kwa rehema zake, ni kwa fadhili zake nyingi. Upendo wake mwingi haupimiki kwa mizani juu yetu. Upendo mpeo, upendo wa kipekee. Hakika Bwana unatupenda, hakika Bwana unatujali, hakika Bwana umetuchagua kati ya wengi kuja kukuabudu mahali hapa. Hatujachukulia kuwa ni kawaida, tumetambua imegharimu mkono wako, nasi tunanyenyekea na kutambua ni uweza wako, na kutambua ni nguvu zako, na kutambua ni neema yako, na kutambua ni fadhili zako. Hakuna Mungu kama wewe, ufananishe, ulinganisha, na ndiposa Bwana tunakuregeshea sifa na utukufu. Pokea zote ni zako, tukiwa umesikia sala na dua zetu.